Nipo na mwana Simba leo amekuja kwenye mechi ya Yanga. Umekuja kwenye mechi ya mtani. Vipi, unaionaje mechi ya leo? Kwanza tuulize mechi ya leo kwa sababu tumekuona umekuja kwenye mechi ya mtani. Unaionaje leo? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeingia kwenye mwezi mtukufu Ramadhani na Kwaresma. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi nzima ya uzima. Mechi ya leo anacheza Yanga dhidi ya Cosmopolitan. Tukimwangalia Yanga kwenye ubora wake na namna ambavyo amecheza, tunaweza tukasema kwamba Yanga kama anaenda kupiga bomu mochwali, kwa sababu Cosmopolitan ni timu ambayo tunasema daraja la kati la kawaida. Yeye Yanga akiwa yuko vizuri na ametoka kwenye michuano ya kimataifa, kwa maana kwamba ametoka kupoteza katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo tunaweza tukasema Yanga anaenda kupiga bomu mochwali. Mimi leo hii nimekuja tu kuburudika na kuona mpira kwa sababu ni shabiki na usudu zaidi mpira, lakini mimi kwa upande wangu jana Simba Sport Club ilicheza, lakini leo tunaona daraja la Yanga na Cosmopolitan. Tunategemea kuona magoli mengi sana Yanga leo akiweza kuwafunga Cosmopolitan, kwa sababu ndio mchezo wao ambao tunaweza kusema Yanga ndio mchezo wake wa kwanza kwenye mashindano haya ya CRDB Bank. Kwa hiyo ukiangalia pia Yanga ndio bingwa mtetezi kama kumbukumbu zangu ziko sahihi. Nadhani Yanga anataka kuanzia hapa ikusudi aende akalitetee taji hili la msimu la CRDB Bank. Haya, sasa juzi kuna jambo moja kwenye Simba limetokea. Tulikuwa tuna Simba walikuwa wanalilia mabadiliko. Na tuliona juzi ilikuwepo kuna press conference ilikuwepo pale Benjamin Mkapa, alikuwepo Mheshimiwa Makonda. Ulisikia yote aliyoongea, wewe uliafikiaje aliyoongea? Kwanza mimi kwa upande wangu, kutokana na Simba namna ambavyo transformation tumekuwa tumeimba sana, transformation hii ya Simba mpaka inaenda kutimia sasa hivi ni zaidi ya miaka 8 nyuma imepita. Kwa maana kwamba tunamshukuru Makonda kwa sababu Makonda ni mwanamichezo, na pia hata ile nafasi aliyopewa ya kuwa waziri wa michezo imekuwa ni nafasi muhimu, kwa sababu anajua pengine namna ambavyo hizi vilabu vyetu vinaendeshwa kwa uswahili mkubwa. Ndio maana alimwagiza mwenyekiti wa vyama vya michezo Tanzania ili kusudi aende akaishughulikie ili swala la katiba. Swala la katiba ya Simba Sport Club lilikuwepo muda mrefu sana kule kwenye baraza la michezo, lakini hawakuweza kulitibu mapema. Lakini kupitia sauti ya Makonda, sisi wana Simba tunamshukuru kwa sababu alipoliongea tu alijachukua zaidi ya siku 2. Umeona moja kwa moja amekuja mtu ambao wana dhamana ya michezo, wameenda kulitamka pale na kuonesha namna gani Simba itaenda kuendesha kisasa, na katiba ya Simba ambayo ilikuwa inahitaji maboresho imeenda kuboreshwa, na hivi leo ambao ni tarehe 18 ile katiba Simba Sport Club wamekabidhiwa. Kwa hiyo ni swala la kwao tu Simba namna ya kwenda kwenye transformation. Kwa hiyo nadhani kila kitu sasa hivi kwa Simba Sport Club kimeenda kubadilika, na ile transformation kwa Simba ambayo walikuwa naimba zaidi ya miaka 8 sasa hivi imeenda kupata tiba. Nadhani ndio muda sahihi wa Simba Sport Club, mashabiki na wanachama, kwenda kupiga makofi na kushangilia, pia kwenda kumpongeza Mheshimiwa Paul Makonda, kwa maana kwamba Simba hii inaenda kuendeshwa kisasa zaidi kupitia sauti ya Paul Makonda. Kwa hiyo nashukuru sana mwana Simba, umeongelea timu yako vizuri. Neno lako la mwisho la ushauri unasemaje kuhusiana Simba yako? Mimi neno langu la ushauri, kwanza nimeiona Simba kiwanjani namna ambavyo inacheza, nimeiona Simba namna ambavyo tumetolewa kwenye mashindano ya kimataifa. Ni vitu vidogo tu ambavyo wanatakiwa waboreshe, hasa kwa kocha kulifanyia kazi zaidi eneo la mwisho la ushambuliaji, ama ni kwamba ndio eneo muhimu zaidi. Simba msimu huu unaona wafungi magoli mengi. Kwa hiyo nadhani ni kwenda kufanya mazoezi na kwenda kuiboresha ile safu nzima ya ushambuliaji, ili kusudi hata kwenye mechi moja tu tunaokota hata magoli 5 au tunafunga mpaka magoli 6. Ni tofauti na Simba ya msimu jana. Kwa hiyo ni wakati sasa hivi Steven Becker wa kwenda kufanya kazi kwenye eneo la mwisho la kiwanja, ili kusudi wale wachezaji ambao wanafunga magoli wawe wakali zaidi kwenye wanapolifikia lango la mpinzani. Mimi huo ndio ushauri wangu. Pia kwa upande wa uongozi wa Simba transformation, nadhani sasa hivi wameshapewa wanakatiba, waende wakaendeleze huu mchakato kutoka hapa ulipokuwepo na kwenda kuifanya Simba sasa mabadiliko, kwa sababu kitu alichokuwa nakitaka wameshapatiwa. Pia katiba mpya ya Simba leo wamekabidhiwa, ambao ilikuwa ina maboresho zaidi ya miaka 8. Leo wamekabidhiwa, kwa hiyo ni muda sawa viongozi kuichukua waende wakafanya kusudi tuiboreshe Simba yetu na Simba iwe imara. Hata wale wengine ambao wanasema kwamba ni transformation,
wachunguzwe pia, pengine waje kujifunza kwa Simba ambao tumekabidhiwa katiba mpya, na twende kuijenga Simba iliyokuwa imara zaidi. Shukrani. Asante sana.